Mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi pamoja na uhifadhi wa mazingira ni jambo muhimu katika dunia hii. Jambo hili linahitaji mambo muhimu ya kuzingatia, ikiwa ni pamoja na elimu inayoenda sambamba na uwezeshwaji wa kijamii. Leo nafunga safari ya zaidi ya saa 2.5, kilomita zaidi ya 63, kukitafuta kijiji cha Kahumuro kilichopo ndani ya wilaya Sengerema mkoani Mwanza. Ndani ya kijiji hiki anaibuka shujaa wa uhifadhi wa mazingira ambaye ni mwanamama aliyepata mafunzo na uwezeshwaji kwa zaidi ya miaka 9 iliyopita kupitia shirika la Mikono Yetu na kuitumia vyema elimu hiyo. Mpaka sasa anayo miti zaidi ya 402 anayoendelea kuhifadhi, huku mingine ikiendelea kumletea matunda. Cecilia Medadi ni miongoni mwa wanakikundi 30 kati ya vikundi 6 vilivyopatiwa mafunzo mwaka 2016 ya uhifadhi wa mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kupitia shirika hilo la Mikono Yetu. Lakini miongoni mwa watu hao, yeye ndiye pekee aliyeitumia zaidi elimu hii kuweza kuwa mfano katika eneo linalomzunguka na kupanda miti 402, huku hadi sasa akiendelea kupanda miti hiyo na kutaja hatua hiyo kuwa anaanza kuona matunda yake kwa kipindi hiki. Miongoni mwa matunda anayoyataja ni pamoja na kivuli, hali ya hewa nzuri, mvua za mara kwa mara katika eneo lao, licha ya kwamba katika kijiji hicho ukame umekithiri. Kwa majina naitwa Cecilia Medadi, mkazi wa Kahumuro, kata Kahumuro, wilaya Sengerema. Tulipelekwa kwenye mafunzo ya upandaji wa miti. Kwanza kabisa tulianzia uoteshaji wa miche. Tukaotesha miche kama wanakikundi. Tulipoanza kuotesha miche, mimi binafsi nikaona kwanza tuambie sisi wanakikundi. Tukawa tunapanda miche afu tunajiuzia sisi kama sisi. Tukaanza kupanda afu tena tukaanza kuwauzia watu wengine. Ilikuwa huo mradi wa kuotesha miche na kupanda miche tuliletewa na shirika la Mikono Yetu. Tulipata utaalamu kutoka katika shirika la Mikono Yetu, tukaanza kupanda miti kwa manufaa ya mazingira. Kwa mfano kama mimi hapa nyumbani ninafurahi sana, nimekuwa na mazingira mazuri kwa sababu ya miti inaendelea vizuri. Na pia kuna miti nyingine ya matunda, huwa tunajipatia matunda ya kutumia nyumbani. Hata kwa watu wengine na wao wameweza kujipatia fursa ya kuwa na mazingira mazuri. Kabla ya kuanza kupata huu mradi nilikuwa sijui mafanikio ya miti au miti kwamba ina faida gani, lakini sasa hivi naona miti inanisaidia kwenye matunda, najipatia matunda, afu kwenye miti mingine kama vile kujipatia mbao, lakini nzuri pia na mazingira ya nyumbani ni mazuri. Nina miti, jumla ya miti iko 402. Miti ya mbao iko 325. Afu kuna miti ya matunda, kuna ukwaju miti 3, maembe miti 4, pia kuna mibono miti 3, kuna migomba miti 51, pia kuna limao 1, stapeli 1. Kuna mti huu unatumika kwa tiba huu mlonge na miti 2. Afu tena na miti miembe miti 4, michikichi 20, mnazi 1, mdalasini 1 na karafuu 1, mchenda 1. Manufaa ya miche hii nayo nufaika nayo, nitaanzia kabisa kwenye huu mti huu mlonge. Mlonge unanisaidia sana kwenye tiba kama ya kuku. Huwa natoa majani na ponda na changanya kwenye chakula. Kuku wanakula, wanatoa mayai mazuri, afu pia wanakuwa vizuri.
Ukwaju natoa kama vile kutumia nyumbani kuweka kwenye uji. Alafu kwenye ndizi na mwaka mmoja sasa hivi nimepanda, sijapata mafanikio mengi, bado natumia kama matunda nyumbani. Sijaanza kuvuna kuanza biashara, bado ninatumia kama matumizi ya nyumbani. Tulipata hiyo semina ya upandaji wa miti, lakini pia tulipata semina ya ufugaji. Kwenye ufugaji kama vile ng'ombe, najipatia mapato mengi kuanzia mbolea. Mbolea ninapopanda miti sihangaiki kutafuta mbolea mahali pengine ama kwenda dukani. Nachukua hiyo mbolea ya ng'ombe naiweka, inamaliza mwezi mzima, yani kama vile nimeizindika. Naandaa mashimo, naenda naweka mbolea, ndio napanda miti. Ndio maana miti yangu inastawi vizuri. Kwenye ufugaji wa kuku napo pia tulipata semina ya kufuga kuku. Kuku na fly najipatia nyumbani kwangu, najipatia kwenye kujikimu, kama vile kujipatia mapato, na uda kuku najipatia mapato, pia hata kujipatia nyama nyumbani kwangu, vitoweo vya kutumia. Pia najipatia mayai, sisumbuki kwenda kununua mayai dukani. Nikitaka kuchemsha nachemsha mayai, nachukua nyumbani kwangu nachemsha, watoto wanatumia, hata mimi kwa jumla, yani familia nzima tunatumia mayai ya nyumbani. Katika huo ufugaji unanisaidia sana kutumia katika mbolea. Sihangaiki kwenda kununua madukani, natumia hiyo mbolea ya ng'ombe, kondoo pamoja na kuku, naweka hata mashambani kupandia mahindi. Wito wangu, na waomba tu wanawake tushirikiane ili tupande miti, ili tuwe na mazingira mazuri. Pia tupande matunda kwa wingi ili tujipatie matunda nyumbani, pia na kipato. Shirika la Mikono Yetu natoa shukrani kwa kutuletea hayo mafunzo. Tumepata mafanikio mazuri. Sasa hivi tuko kwenye mazingira mazuri. Zamani tulikuwa hatujui kwamba miti ina faida gani. Tulikuwa tunakata ovyo, watu walikuwa wanakata miti wanachoma mikaa. Lakini sasa hivi tuko vizuri. Ukimuona mtu anakata mti, unaenda kumwambia, kumuelewesha kwamba acha kukata mti, utaharibu mazingira. Sasa hivi mazingira yameshaanza kuwa mazuri. Maandiko matakatifu yanasema, na yaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Licha ya kwamba katika andiko hili lilimaanisha Mwenyezi Mungu anayemwezesha kila mwanadamu kuweza kufikia mafanikio yake, lakini hapa tunaweza kurejea pia mfano mwingine unaosema nyuma ya mwanaume kinara yupo mwanamke anayemuinua. Lakini sasa kwa Bibi Cecilia yupo mwanaume nyuma yake pamoja na familia yake inayomwezesha kuendelea kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa nguvu kazi wanazozitoa baada ya kuona matunda yanayotokana na juhudi zake. Naitwa Venasi Petro Wambugusha, mzaliwa hapa Kaumua. Kuanzia mwaka 2016 aliingia kwenye kikundi cha Mikono Yetu, akaanza mafunzo ya upandaji miti. Kwenye kupanda miti wakaenda kwenye semina, achukuliwa wakaenda kuchukua mafunzo, wakaanza kuotesha, na mimi wakanitia moyo, nikamshika mkono mama, tukaanza upandaji miti. Mpaka sasa tuna miti tunategemea baadaye tutavuna. Changamoto zipo, lakini sasa kwa kweli, kwa kuwa tulikuwa na nia, miti kwanza unaileta unapanda, wakati mwingine ukame unakuwa mwingi, unaendelea kumwagilia, mwishowe mti unakomaa, wakati mwingine mti unanyauka. Na kuna shida ya kuwa michwa inashambulia sana, ardhi yetu sio nzuri sana. Kwa kweli tumejitahidi mpaka tukafanikisha. Sasa hivi tuna manufaa ya kutosha kabisa. Kwanza shida ya kuni, hatupati shida, tunapuruni matawi, napata kuni. Wakati mwingine mbao tumeshaanza kuvuna, tumevuna kama miti miwili,
tutapata mbao 30. Kwa kweli tuna manufaa hayo. Kwa mfano kuna miti ya milonge, tuna mlonge unatusaidia kwenye kuku na dawa zetu za kujitibu sisi wenyewe. Kwa kweli miti ina faida kwa kweli. Kwa kweli ufugaji napo tulijifunza, tukawa tunafuga kuku, tuna kondoo, tuna ng'ombe. Sasa hivi tunapata mbolea kwenye kupanda miti. Tumeshaanza kuchukua mbolea yetu sisi, tunachimba shimo, tunaweka mbolea, tunachanganya, tunaendelea. Mti kwa kweli haupati shida sana, mifugo inatusaidia. Kwa kweli shirika la Mikono Yetu limetuweka pazuri, na tunatoa shukurani za dhati kabisa. Ili shirika ni zuri, limetutoa sehemu likatupeleka sehemu nyingine. Kwa kweli tunaliombea liendelee kuhamasisha, ili watu wengine nao waone, waendelee kufanya kama tunavyofanya hivi. Na sisi tutakuwa wahamasishaji wakubwa, kwa sababu tumeona mafanikio. Sasa hivi tumeshaanzisha mradi wa migomba, na tunachimba malambo ili tupate maji ya kutosha. Na malambo mpaka sasa hivi ni kiangazi, lakini maji yanapatikana, chemchemi zinapatikana kwa sababu ya miti na utunzaji wa miti. Majina naitwa Alfred Machivenus, ni mkazi wa kijiji cha Kahumlo, kata ya Kahumlo ya Sengerema. Katika swala zima la upandaji wa miche, wazazi tunawashukuru sana kwa sababu wametutengenezea mazingira bora katika kijiji chetu. Hasa katika familia yetu, naona tunapata kivuli, pia tunapata matunda, tunafurahi sana. Na sisi kama watoto tunaendelea kujifunza hasa katika swala zima la kupanda miti, kwa sababu tunakoelekea ardhi yetu inaonekana kwenda kuwa kama jangwa fulani kwa sababu ya ukataji ovyo wa miti. Na sisi kama vijana, taifa lijalo, tutahakikisha kwamba tutaendelea kutunza mazingira kwa kuhamasisha upandaji wa miti. Na tunawashukuru pia wazazi kwa kuendelea kutupatia elimu ya upandaji wa miche, hasa kwa vitendo zaidi. Maana mzazi anapopanda na sisi tunaona kwamba anapanda kwa namna gani, anachimba mashimo, anaweka mbolea. Of course tunaona namna anavyofanya. Kwa hiyo tunajifunza kwa vitendo, na wazazi wengine tunawahimiza waendelee kufundisha watoto wenzangu kwa vitendo zaidi, sio kwa kuangalia kwenye madaftari. Na kitu kingine, nashukuru pia wazazi kwa kuwa ni wamoja wa kutusaidia katika mambo mbalimbali kutokana na faida wanazozipata katika maeneo mbalimbali ya ufugaji na sehemu zingine. Na sisi pia tuko pamoja na wazazi kuwasaidia katika swala zima la kutunza miche. Naona tumewasaidia kuchimba hapa bwawa kidogo ili kuhakikisha ubora wa miche walioipanda. Kwa sisi, na mimi na kaka yangu anaitwa Michael Venasi, tunawasaidia wazazi kwa kazi mbalimbali. Kwa mfano, tumewasaidia kuchimba bwawa hili hapa. Tumewachimbia hili bwawa ili tuwe tunahakikisha uendelevu wa miche wanayoipanda istawi vizuri kwa kumwagilia. Kwa mfano, tumelima migomba hapa, wazazi watakuwa wanamwagilia vizuri kwa kutumia aidha generator, lakini kwa sasa huwa tunamwagilia tu kwa kutumia mikono. Basi mimi kama mtoto nilikuwa nawaomba shirika ya Mikono Yetu mtusaidie aidha generator, tuwe tunamwagilia kiurahisi miche. Na ni vigumu kumwagilia kwa mikono kwa sababu ni mingi, inachosha kwa kweli. Shirika la Mikono Yetu linasema hatua hii ni muhimu katika kuhakikisha tunafikia malengo endelevu. Jina langu ni Sadiki Miraji Bakari. Ninatoka katika shirika linaloitwa Mikono Yetu.
linapatikana jijini Mwanza, wilaya ya Ilemela. Shughuli kubwa linazozifanya ni kusaidia au kuwajengea uwezo wanawake kumiliki rasilimali zalishi, na hasa mradi wetu uko katika wilaya ya Sengerema, kata ya Kahumuro. Huko tunafanya kazi kwa kupitia vikundi vya kina mama, ambapo tuna vikundi 6 vya awali, na ndani ya hivyo vikundi, moja ikiwa ni jukumu kubwa sana la kuhakikisha tunaendana au tunasema tunafanya mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho tuliweza kutoa elimu katika hivyo vikundi 6 ni swala zima la utunzaji wa mazingira. Na moja kati ya hivyo vikundi 6 kuna kikundi kimoja ambacho chenye kinapatikana katika kitongoji cha Ijijante. Wao wanajishughulisha sana na masuala ya kilimo. Kwa hiyo tulipata mtaalamu wa kuotesha miche au ni afisa kilimo, na aliweza kuwapa elimu juu ya swala zima la uoteshaji wa miche, na kikundi kikabeba azma ya wao kuanza kuotesha miche kwa sababu ya kuwauzia wanajamii wengine, lakini pia na wao wenyewe kunufaika. Na ndani ya hicho kikundi ndipo tumeweza kumpata mtu ambaye yeye aliweza kufuata maelekezo mazuri sana katika zile semina zote ambazo zilikuwa zinapita, na hasa ukiangalia semina mbalimbali ambazo yeye alikuwa akizipata, na mwisho wa siku anarudi tena na kuzifanyia kazi. Kwa hiyo hii kwa dada yetu Cecilia, yeye ni mmoja katika kile kikundi ambacho walipata elimu ya kuotesha miche, lakini yeye pia akaenda mbali zaidi na kuanza kupanda mwenyewe kwa kuonyesha mfano kwenye jamii nyingine, ili aweze kufikana na kuongozana kwenye swala zima la kupingana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Vitus Audax, Nipashe Digital.